lazima tuje na solutions za kisheria. Haiwezekani mtu mmoja amekaa nje ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dada tu, hata ukimwangalia pia rais yake anawaambia watu wakafanya hivyo na wanaenda kufanya kweli, alafu imetokea anaanza kutamba. Anasema bado nitakuja kivingine. Lazima tumkamate. Mimi nakwambia DPP, huyu lazima tumkamate. Tuangalie kama tuna extradition agreement with the United States, tuangalie tu, tutafikiri tu, lakini hawezi yule kututambia kwa kiwango hicho. Yani ana admit kwamba hicho yeye ameinjinia kukifanya na bado atafanya zaidi. Sasa sisi tunamwachaje? Mwanasheria mkuu mwanasheria mkuu mpya, kwa maana Johari, unaona, Hamza Johari amepewa majukumu baada ya kuapishwa kwa Rais Samia, jukumu la kuwajibikia masala ya kisheria nchini, na mjua kazi yake kubwa ni kumshauri pia rais. Kwa hiyo hapa tunaita ni kitchen cabinet, unaona, mmoja wapo wa watu ambao ni muhimu sana katika taifa ni mwanasheria mkuu. Kwa hiyo kazi yake kubwa ni kumshauri rais ama ikulu masala ya kisheria, na ni mambo ambayo kwa hakika lazima yanyooke kiasi cha haja kwa ajili ya kuweza kutoiweka taifa katika hali ambayo ni matata ama kuweka matatani. Kwa hiyo kubwa zaidi kwamba baada ya kupata nafasi ile amechukua jukumu la kutoa ilani kali ya kukabiliana na mwanaharakati Mange Kimambi. Mangi ambaye ni mwanaharakati amekuwa akiendeleza kile ambacho tunaita kampeni zake za kipekee mitandaoni, hususan Instagram, na tunaona mpaka kwenye TikTok kuhusiana na yale ambayo yanaendelea nchini Tanzania na kile ambacho anaamini kwamba inafaa kutekelezwa na wananchi dhidi ya serikali. Kubwa zaidi ni kwamba amekwepo ndio akiwapa maelekezo ama mitazamo yake kuhusiana na jinsi serikali inavyoendesha mambo yake, na pia vile kuna kule kukamatwa na kutekwa kwa watu fulani. Ni jambo ambalo wengi wametokea kumfuatilia kwa sana na kuwa na siri kubwa, siri za ndani za serikali na baadhi ya viongozi. Kwa hiyo serikali inajiuliza anatoa wapi ya mambo, maneno, nani anayemkabidhi? Unaona, ndicho jambo ambalo kidogo anakuja nao, anasema lazima kwa vyote vile akamatwe. Kwamba anataka kumkamata Mange Kimambi. Unajua kwa sasa makao yake ni nchini Marekani. Unaona, so anatafuta mbinu zote zile za kisheria kati ya Tanzania na Marekani ili kufanikisha kukamatwa kwa Kimambi. Sio jambo rahisi ama la kitoto, manake Marekani ni taifa ambalo lina uhuru, watu wana uhuru, na especially if at all ikiwa yeye ni raia wa nchi ya Marekani. Ikiwa kwa vyote vile ni raia wa Marekani, I can assure you, mwanasheria mkuu Johari anza kufikiria kufanya mambo mengine tofauti na dhana kumkamata Mange. Manake sheria za Marekani zinalinda wananchi wa Marekani. Unaona, wanasema katika bara la Afrika it's one for us, na kuna kile ambacho nasema one for them. Unaona, kuna kile ambacho tunasema ni yetu, huyu ni mtu wetu. Unaona, na kuna wale ambao wanasema hiki ni changu. Unaona, kwa hiyo Marekani wana huyu ni wetu, lakini katika mataifa bara Afrika hiki ni changu. Unaona, ndio tofauti iliyopo. Kule hata mtoto awe amedrown, amezama ama ametekwa ama ameumia katika taifa jirani, rais wa taifa la Marekani ataacha shughuli zake na kisha kuona kwamba mahitaji ama usalama ama hali ya taharuki dhidi ya mhusika ambaye ni raia wake imeshughulikiwa. First priority ni mtu wao. Kwa hiyo yupo Mange kwa vyote vile ni raia wa Marekani, sasa ufikiria jambo jingine la kufanya. Manake kule hakuna umwambafai kujipiga kifua, kujitanua
sisi ndio serikali, sisi ndisi. Kule ni sheria inalinda wananchi. Tofauti na Afrika, sheria inalinda mabwanyenye, wahalifu, viongozi dhalimu katika nafasi zao serikalini. Kwa hiyo moto huo punguza, anza kufikiria kuwa mtu mwenye hekima. Hata ukitaka kumkamata mtu ama samaki, hauoneshi kivuli chako majini, unaificha ndio ukamate. Lakini katika hili umekuja na moto, utapoa tu. Manake ni wakati ambapo unadili na nchi yenye watu zaidi ya milioni 60 ambao wana mitazamo tofauti ya miaka 90 na miaka zaidi zilizopita, kwa maana 70, 60, 80, 90 mpaka 2000. Hawa ni watu ambao dunia imewafungua bongo zao, unaona, na kile wanachokitafuta ni kwamba wanataka uhuru wao. Jambo kubwa ambalo ulipaswa kufanya ni kushauri Ikulu, chama cha CCM, kuona ni vipi malalamishi ama vilio vya wananchi, chanzo kuu haswa ni nini. Wamesema ni katiba. Iwapo ni katiba, okay, sasa tafuta namna ya kuweza kuishauri serikali ama rais namna ya kuweza kutuliza mambo yote. Manake swala la katiba kwa vyovyote vile itakuwepo na itazidi kuwepo, kwa maana vipengee kadhaa ibadilishwe. Hakuna vile mnaweza kwenda katika uchaguzi kwamba tume ambayo inaitwa kwa tume huru inapotangaza matokeo inakuwa sasa ndio basi, haiwezi ikawa challenged. Mtu hawezi kwenda mahakamani kupinga matokeo. Ina maana kwamba unaweza kwenda katika uchaguzi na ukadhulumu watu unavyotaka, kisa na maana baada ya kutangazwa ndio mwisho. Hakuna yeyote atakayeruhusiwa kwenda mahakamani, na inakuwa sasa ni utawala wa kibabe, unaona, utawala wa kiimla. Sio sawa. Shughulika na mambo ya msingi, masala ya katiba ya nchi, unaona, na ndio inasaidia katika maendeleo ya taifa. Watu wasijihisi kwamba ni wafungwa ama watumwa katika nchi yao, kwamba kuna watu wachache tu ambao ndio wenye uwezo mkubwa wa kuamulia. Unaona, nchi ni ya wananchi na wanafanya maamuzi kutegemea na kile wanachoona inawafaa. Kuna kushinda na kushindwa, wote ni ndugu hawa, unaona. Kuna tetesi kwamba kuna watu walikuja kutoka katika taifa jirani kwamba ndio walisababisha maandamano. What is that now? Na hapa nyuma pazia ni kwa maana kuelekeza kidole cha lawama kwa Kenya, unaona. Mbona uzungumzie Uganda, Rwanda, Burundi, Kongo, Zambia ama Malawi? Unaona, ni kutafuta vijisababu. Ni sawa na mfano wa ndege aitwaye mbuni, anazamisha kichwa yake mchangani na amesahau mwili unaonekana. Shughulika na mambo ya msingi ambayo wataleta utulivu na maendeleo kwa faida ya taifa. Mambo kuunganisha mataifa mawili kwa sababu ya ubinafsi, hiyo si sawa. Hawa ni ndugu, hawa ni marafiki, hawa ni tuseme kwamba ni washirika, wanashirikiana katika mambo mbalimbali, unaona. Lazima kwa vyote vile urafiki wao, undugu wao uzidi kuwepo, manake imekuwepo kwa miaka na mikaka. Ndivyo alivyoacha taifa lake Nyerere akiwa na mahusiano mazuri na wenzake. Ndivyo alivyofanya Mwalimu Mwinyi, ndivyo alivyofanya pia vile vile Mwalimu tuseme kama Mkapa, hayati Magufuli, licha kuwa alikuwa na mambo yake, lakini alikumbatia wananchi wake na kujaribu kuwapigania kwa hali na mali. Vile alivyofanya Kikwete, ingawaje kwa sasa amekuwa ni mtu ambaye kidogo anahusika katika kuvuruga mambo. Nilimkubali sana Kikwete zama zake. So ndio mambo ya msingi, strengthen mahusiano ya mataifa husika. In fact, Kenya na Tanzania ndio mataifa ambao wamepakana akiongea lugha moja na wanaelewana kwa wepesi Kiswahili, mbali na Korea Kaskazini na Korea Kusini. Notalesu nitageuza Tanzania kuwa Korea Kaskazini
dhidi ya Korea Kusini. Unaona, sio sawa. Leo mpo, kesho mtakuwepo. Kwa hiyo wanaharakati utazidi kushuhudiwa, na iwapo kwa vyote vile unakwenda kumtafuta Mange, una kazi ya kufanya, especially kama ni raia wa Marekani. Ukimtekenya Marekani, umetekenya ikulu ya White House. Kwa hiyo nenda polepole, shughulikia mambo ya msingi yatakayoifaa taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unaona, watu wawe na uhuru wa kujieleza. Unaona, demokrasia hiyo, we agree to disagree, tunakubaliana kwa kutokubaliana, na tunayajenga polepole. Sawa? Kwani kuna ugumu gani? Unataka kuwa mamlakani na hautaki kuulizwa maswali? Unataka kuongoza nchi lakini unataka uabudiwe? Unakuwa ni kama mnajitengenezea mazingira ya miungu watu kuteka. Sasa Heche mtazame, amewekewa kesi ya ugaidi kwamba amechochea. Bana, hapo mtachoka. Kuchoka nao mtachoka wazee. Lazima muwe na hekima. Kutumia kifua haiwezi. Wale wanaandamana ni Watanzania, wanaopigania kile wanachokitaka ni Watanzania, na watakaponyamaza muone hawafanyi chochote, mnadhani wamekaa kimya, ni wajinga. Watakapolipuka tena vizuri, itakuwa ni bomu la zaidi ya Hiroshima na Nagasaki, zaidi ya madhara yanayoshuhudiwa katika mataifa ya USSR, Usovieti kule miaka ya nyuma. Na ilitusaidia. Na mimi niseme la mwisho kabla kukaa, na waogopa sana Watanganyika kuliko Wazanzibari, kwa sababu Wazanzibari mambo yao yote yako mezani, Watanganyika wameyashika moyoni. Watu wa namna hiyo wakija kugeuka ni wabaya. Na ndio inanifanya nimalize kwa kuyakumbuka maneno ya Mwalimu mwaka 1993 nikiwa Berlin mwanafunzi. Amekuja kumzika Willy Brandt. Willy Brandt, tumekusanyika, alikaa yeye na Kaunda, walikaa marafiki wakubwa Willy Brandt. Dada moja sitamtaja jina leo, akamuuliza Mwalimu, huko nyumbani mmeruhusuje vyama vingi wakati waliotaka ni wachache? Mwalimu akamtazama akacheka akasema, binti, wewe unaishi hapa Berlin, umemwona Ceausescu wametungua helikopta ikadondoka, wakamuua na yeye na mkeka ukavuta maiti? Ni kwa sababu Ceausescu alisubiri mpaka watu wengi wanaomkataa wawe wengi, akamtungua. Kwa hiyo tuyajadili mambo haya bila kuweka idadi, kwa sababu kuna mambo ukisubiri uwe na critical mass, yani idadi kubwa ya watu, jambo limeharibika. Ndio ilikuwa wosia huo, nadhani Mwalimu alitumia tupa picha. Mnataka iwe kama Ceausescu? Ceausescu alikuwa haondoki, haamini. Dakika ya mwisho anaona watu wamekuwa wengi, pande helikopta wakaitungua. Kwa hiyo tukajua kwamba Mwalimu anataka vyama vingi vije wakati wengi hawajavidai, ili mviongoze vizuri. Ni busara kuanza kufikiria kuwapa Watanganyika serikali yao wakati wanaiogopa, kuliko kusubiri waidai kwa miguu yao. Tutavunja muungano, na muungano huu si hiari. Nimeanza kwa kuzungumza nafasi ya Tanzania katika dunia na bara la Afrika. Sisi ni nyonga la Afrika. Sisi ni nchi muhimu katika ulinzi wa bahari ya Hindi. Tusiruhusu muungano wetu ufikishwe hapo watu watakapoanza kudai Tanganyika kwa miguu yao, Tanganyika ikawa kama Kongo. Ni dhambi ambayo hatutasamehewa milele. Kwa hiyo wape uhuru wananchi kujieleza, mchakato mzima uendelee kama walivyofanya Mama Samia wakati fulani, waking'ang'ana wakati huo,
na Jaji Warioba, tumemwona pia Mama Tibaijuka, walikuwa wanazungumzia haya. Kuna ugumu gani? Unakatalia nini? Sheria za nchi lazima ziwepo kulinda wananchi, sio mibabe tu. Na ndio taifa ambalo Nyerere aliitunza kwa muda mrefu kwa faida ya vizazi vijavyo. Nyerere alipoingia mamlakani hakuingia kuiba ama kupora. Hakuruhusu watu wanyakue vipande vya ardhi ama kunyakua sehemu ambazo ni zenye thamani. Alifahamu fika itaifaidi taifa siku zijazo. Na Tanzania ni taifa tajiri mno zaidi ya mataifa mengi ambayo imemzunguka except DRC Congo peke yake. Lakini ukiangalia rasilimali ama uangalie minerals, Tanzanite, kuna gesi ipo, unakuwaje maskini? Sasa chokochoko hizi ni kutokana na cartels, mtandao ambao upo Ikulu kwa ajili ya kushirikiana na watu kutoka mataifa nje, wakora hao, kupora mali ya nchi ili kujiendeleza ama kujinufaisha. Nyerere hakuacha nchi ikiwa hivyo, alihifadhi kwa faida ya utajiri wa vizazi vijavyo. Tanzania ikimaanisha leo hii, maana kwa sasa kuna wasomi wengi sana nchini Tanzania, ndani na nje. Iwapo kwa vyote vile atadhamiria kuiboresha taifa hilo, itakuwa ni taifa ambalo ni ya kupigwa mfano duniani. Ya wasomi, taifa ambalo limejengeka, nazungumzia miundombinu na mambo mengine mengi sana kimaendeleo, kwa sababu utajiri upo nchini. Lakini kushirikiana na wahuni kama jinsi Mobutu Sese Seko alivyoshirikiana na wahuni kutoka nje, ndio sababu ambayo iliharibu taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa sasa, wakati huo kiitwa Zaire. Mimi sikudhani jitihada zangu zote hizi kweli nia yake ilikuwa ni kujenga taifa la watu waoga sana. Mimi sikudhani, alikuwa nia yangu. Kama ili matokeo yake ni hayo, mimi sema Mwenyezi Mungu nisamehe. Mimi sikuona ndio nia yangu. Mimi ni jitihada kwamba katika mambo ya msingi you don't say yes na dhamiri yako inakataa. Unakataa kabisa. And you pay the price. Katika kusimamia mambo ya msingi. Nchi haiongozwi kwa ujanja hata kidogo. Nchi inaongozwa kwa msimamo. Na msimamo wake ni public. Nchi haiongozwi kwa janja hivi. Inaongozwa kwa taratibu zinazojulikana kabisa. Kwa hiyo msingi wa kwanza kabisa wa kuona kwamba nchi yetu inatawaliwa kutokana na bila udikteta ni kwamba viongozi wetu wanatuongoza, wanatutawala kwa kufuata sheria. Sheria zinawabana hivi, watatuongoza ndani ya. Ya pili ni kuona kwamba viongozi wetu wanatuongoza kutokana na maamuzi ya vikao. Maana ndio maana ya democracy. Maamuzi ya kidemokrasia yanatokana na vikao. Siko tabia mbili sasa. Moja ni kujaribu kukopa vikao. Sasa tabia hii isizoewe ya kuzuia vikao kuzungumza. Tuzungumze tu mambo ya nchi lazima yazungumzwe waziwazi katika vikao rasmi vilivyowekwa. Kwa hiyo lazima jitihada ya kusimamia kwamba tunasimamia nchi yetu inaendeshwa kwa mujibu wa katiba. Maamuzi makubwa ya nchi yanatokana na vikao. Lakini kuna ujanja wa kukwepesha mazungumzo. Hizi ndizo dalili za dictatorship. Yes. Na lazima zikemewe. Lazima hapana kuwa na uamuzi ya janja hivi. Ya janja. Hapana. Mkikhilafiana sana katika jambo la msingi, wengine wana resign. Ndio. Wazi kabisa, na wanaeleza kwa nini wana resign. Na hiyo mambo yanazungumzwa katika cabinet openly kabisa, wanazungumza katika cabinet vizuri kabisa. Wanaelewana vizuri. Ndio. Hawaelewani, mmoja wao anasema mimi siwezi. Katika hali yenyewe namna hiyo mimi siwezi kuwa katika serikali, ana resign. Na anaeleza sababu yake ya kuresign. Ndizo taratibu za kuendesha nchi. Ni namna moja ya kubana kwamba tuongoze nchi kwa taratibu zinazoeleweka, zinazokubalika. Hiyo ndio lazima hayo ndio ya kukazania. Kwa hiyo lazima tuzingatie mambo ya msingi ambayo yanajenga taifa, unaona, na kuwa na mahusiano mazuri na jirani zetu.
kujipendekeza Afrika Kusini isaidii. Iwapo kwa vyote vile mnasema watu wamevamia Tanzania kuleta chokochoko, kwa nini Tanzania ilihusika pakubwa katika chokochoko za Afrika Kusini ili wao wawasaidie kupata uhuru? ANC wakati huo, kwa nini walipambana na Fremino kupambana kumsaidia Samora Machel Msumbiji kule sehemu za Mtwara kwa ajili ya kupata ushindi dhidi ya Ureno? Ndivyo itakavyofanyika. Naona yani mababu zetu walihusika katika kusaidia mataifa mengine kujikomboa. Sio hatia wa Tanzania kujitafutia ama kujieleza kile wanachokitaka. Unaona? So hata wabunge ambao wamepewa nafasi ama dhamana ya kuingia bungeni kwa njia ya mkato, wekeni interest ya wananchi mbele kwanza. Usipoweka interest ya wananchi, kama Kenya ilivyotokea wakati fulani, wabunge wamekwenda wanaona sasa Rais Ruto anawasukuma kupitisha mswada wa fedha kwa njia ya kimabavu. Wabunge wakaona wanalindwa na polisi, walikiona cha mtamakuni. Gen Z waliamuka kote kote, hata wabunge wangelala makwao, waliofia maisha yao. Kwa hiyo wananchi, nguvu kubwa ya nchi ni wananchi, ni zaidi hata mtutu wa bunduki. Na serikali kutegemea polisi ya majeshi kwa kandamiza wananchi, ipo siku watawageuka tu, wataweza wageuka. So wakati ni sasa bana, ni dunia huru, tunaheshimiana, tunapendana, tunaheshimu sheria, lakini ukinibana kupitiliza itabidi pia nitoe sauti basi. Changamoto hiyo sasa. Bonga Tube.